na nguvu. Mpe Bwana utukufu mpendwa, mpe shangwe, mshukuru kwa kuwa ni mwema. Pole kwa maumivu, pole kwa changamoto. Bwana Yesu, nakuomba na kusii huruma zako zimtazame tena na zimfikirie mtu yule aliye katika maumivu na uchungu. Baba tukumbuke tena, Baba utukumbuke kwa jina la Yesu. Baba kumbuka rehema pia, ninaomba tusamehe mimi na kila msikilizaji mtazamaji, ninaomba toba na rehema, naomba utakaso kabisa wa damu ya Yesu. Asante Baba, tusamehe kabisa na kutuongoza kwa Roho wako sasa kusikia neno lako. Amina. Bwana Yesu akutakase kabisa, Bwana Yesu akuponye kabisa, Bwana Yesu akubariki kabisa. Mpe sifa na utukufu. Nyenyekea, endelea kumuinua kwa kuwa yeye ni wa kuinuliwa, yeye ni wa kutukuzwa, yeye mtakatifu. Pende Yesu, pende daima. Shalom. Yesu ni mwema. Roho Mtakatifu naomba tuongoze. Tunaingia kusoma maandiko matakatifu. Bila utakatifu na bila wewe mwalimu kiongozi, hakuna tunachoweza, hakuna tutakachoona. Naomba ufunuo kwa Roho wako. Amina. Bwana Yesu akubariki sana. Pole katika magumu yoyote na pirika na dhoruba. Yesu ni mwaminifu bado. Neema ya Mungu ni kuu. Hongera tena na kuendelea kupa hongera kwa mwezi wa 6 mzuri sana huu. Una jambo la kinabii la kimbingu, jambo la kinabii, unabii, ujumbe unatumwa kutoka mbinguni moja kwa moja kuja duniani. Unabii unatumwa moja kwa moja, ujumbe wa kimbingu. Mungu akamtuma malaika Gabriel, peleka ujumbe, mwambie ujumbe unaoleta habari njema tena zilizo kuu, habari njema ya furaha kuu kwa watu wote. Katika Luka sura ile ya 2 anasema maneno hayo. Katika Luka sura ile ya 2 ni habari za kipekee sana hizo. Katika Luka 2:10 malaika akamwambia usiogope, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Nimekukumbusha hiyo tu. Karibu sana. Kumbuka pia kwenye huduma hii kusubscribe kama hujasubscribe na kushare na wengine. Hapo kwenye simu yako inakuonyesha. Karibu sana. Uko nami mwinjilisti Elimlinzi Jeremia Mbise, na huduma hii yangu yote kwenye mitandao inapatikana kwa jina hilo, na hata wale wanaohitaji kuiunga mkono kazi ya Bwana kwa sadaka, utaona jina hilo katika namba ya simu nitakayoweka. Sasa karibu tuendelee. Maandiko matakatifu yanatufundisha kitu hapa, na kuna neno moja Biblia imeliandika. Kuna neno moja na ambalo neno hili tukilitafakari ni kubwa sana, na katika eneo hilo watu wengi wameharibikiwa. Watu wengi wamepata shida kwa sababu ya kutolizingatia au kutolichukulia. Hata ndoa nyingine zimevunjika, hata mahusiano mengine na watu na mahusiano yao na Mungu yameharibika kwa sababu hiyo. Kwa sababu hiyo ya kutofanya hili linaloelekezwa hapa katika Biblia. Ujumbe huu ni neno moja linasema kujipamba. Neno linasema kujipamba. Anasema kujipamba. Kujipamba kwenu kusio kujipamba kwa nje. Sasa tujifunze kujipamba kwa ndani na kwa nje. Kujipamba kwa nje na kwa ndani. Kujipamba. Biblia inatuambia kitu hapo. Biblia inatueleza jambo hapo. Naomba nianze kusoma kwenye Zaburi kwanza. Zaburi ya 33 na Zaburi ya 34 pia. Zaburi ya 33 alafu nitakwenda mahali pengine. Zaburi ya 33 mstari wa 18 mpaka wa 22, na Zaburi ya 34 8 hadi 9. Tazama jicho la Bwana li kwao wamchao, wazingojeao fadhili zake. Yeye huwaponya nafsi zao na mauti, na kuwahuisha wakati wa njaa. Nafsi zetu za mgoja Bwana. Yeye ndiye msaada wetu na ngao yetu, maana mioyo yetu itamfurahia, kwa kuwa tumelitumainia jina lake takatifu. E Bwana, fadhili zako zikae nasi kama vile tulivyokungoja wewe. Amen. Zaburi ya 34 mstari wa 8. Zaburi ya 34 mstari wa 8.
Onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema, heri mtu yule anayemtumaini. Mcheni Bwana enyi watakatifu wake, yaani wamchao hawahitaji kitu. Amen. Yaani wamchao hawahitaji kitu. Kujipamba kwa nje, kujipamba kwa ndani. Nimeona vema tuanzie hapa, alafu baadaye tutasoma kabisa na maandiko mengine yanasema juu ya kujipamba huko moja kwa moja. Hapa tunaangalia neno hili vizuri. Jicho la Bwana liko kwa watu wanaomcha, wanaozingojea fadhili zake. Jicho la Mungu linawatazama watu wao. Kuna watu ambao wanamngoja Bwana siku zote. Kuna watu ambao wanamcha Bwana na Mungu jicho lake liko hapo. Watu hawa maana yake ni kwamba shughuli yao kubwa, kazi yao kubwa ni kumcha Mungu. Na mbinguni shughuli kubwa na kazi kubwa tunaenda kuifanya ni kumcha, ni ibada kule mbinguni. Hakuna kingine. Sijui, sijaona, sidhani. Ni kumtukuza, ni kumsujudia, kwa sababu Biblia inatuambia wako wanaomsujudia na kumwimbia siku na mchana. Kwa hiyo ndio ibada, ndilo jambo la kwenda kufanya. Mungu anatazama. Alafu anasema yeye huwaponya nafsi zao na mauti na kuwauisha wakati wa njaa, wakati wenye shida na taabu huwauisha. Maana mioyo yetu itamfurahia kwa kuwa tumelitumainia jina lake. Nafsi zetu za kungoja, mstari wa 20, nafsi zetu za kungoja Bwana. Watu wanaomngoja Bwana lazima kuna kitu wamejitenga nacho, kuna vitu wameviacha. Hapo unaanza kuliona neno hili kwanza kwa habari ya kujipamba. Kujipamba kwa nje, kujipamba kwa ndani. Watu wanaomngojea Bwana maana yake wamejipamba kwa Bwana, mapambo ya rohoni, mapambo ambayo ni ibada, unyenyekevu, utakatifu, upole, upendo, amani na imani ya Yesu Kristo. Watu ambao wanasema tunamngoja Bwana ni watu waliojitenga na dunia, ni watu walioachana na ulimwengu, yaani kwa maana ya vitu vyote ambavyo si mapenzi ya Mungu, vitu vyote vyenye kutamanisha, vitu vyote vyenye kuvutia vya dunia, wamejiachanisha navyo, wamejitenga navyo, wameondoka huko, na hapo sasa wanatembea kwenye mapenzi ya Mungu. Wanamngoja Bwana. Wanaomngoja Bwana kuna vitu wameacha. Wanaomngoja Bwana kuna vitu wamejitenga navyo. Wanaomngoja Bwana kuna namna wameamua kuachana na dunia, na sasa wanamngoja Bwana. Wako duniani, lakini mambo ya dunia si kitu kwao, ila kitu kwao ni Bwana Yesu, ni kumtukuza. Anasema onjeni muone. Kwa nini tunaambiwa tuonje? Maana yake ni kwamba kuna watu hawajaonja utamu wa Yesu, uzuri wa Yesu, wanatakiwa kuonja. Kuna watu wanatakiwa kujua uzuri, utamu, tukufu wa Bwana, waingie ndani yake, waone uzuri wake. Onjeni muone ya kuwa Bwana ni mwema, heri mtu yule anayemtumainia. Matumaini ya watu, tumaini likiwa ni kwa Bwana, chochote cha dunia hakiwezi kutusumbua wala kutubabaisha tukamwacha Bwana. Chochote hakiwezi kutuhangaisha hata tukaacha kumpendeza Bwana, chochote lolote la ulimwengu huu, kwa sababu tumemjua Bwana, kwa sababu nafasi kubwa iliyopo ni ya kumtumikia Bwana Yesu kwa mwili, kwa moyo, kwa roho, katika vyote. Kwa hiyo lazima tuende katika mapenzi yake. Mcheni Bwana enyi watakatifu wake, yaani wamchao hawahitaji kitu. Angalia neno hilo, wamchao hawahitaji kitu. Wamchao Bwana hawahitaji kitu. Si kwamba hatutakuwa na vitu, lakini maana yake ni kwamba hatuhitaji kwanza kuvitanguliza vitu. Hatuhitaji kwanza kujazwa na dunia. Tunamhitaji Bwana, tunamhitaji mfalme, tunamhitaji Mwokozi, tunamhitaji yeye, tunamhitaji Mwokozi. Hatuhitaji vitu, tunamhitaji Bwana. Hatuhitaji vitu kwanza, ila Bwana kwanza, Yesu Kristo na uweza wake na nguvu zake na pendo lake. Shalom mwana wa Mungu. Hawahitaji kitu, kwa maana si kwamba tusishike vitu. Vitu tutakuwa navyo, lakini vitu hivyo
vinapatikana kutoka kwa Bwana. Kwanza vinapatikana kwa haki na kwa upendo na kwa utakatifu, vimepatikana kwa utakatifu. Na hivyo maanake namba moja inaonyesha tutakuwa tumempa Bwana Yesu, tumejiachilia kwake. Naomba niende kwenye Petro, nisome kwenye kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 mstari wa 3. Anasema hivi sasa, sikiliza neno hilo: kujipamba kwenu kusio kujipamba kwa nje, yaani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi, bali kuwe utu wa moyoni, usioonekana, katika mapambo yasiyoharibika, yaani roho ya upole na utulivu, iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani, waliomtumaini Mungu na kuwatii waume zao. Jina la Yesu litukuzwe sana na lisifiwe sana. Haleluya. Amesema hapa wazi sasa, kujipamba kwenu. Sasa hapa kule kwenye Zaburi amesema wamngojao Bwana, wamtumainio Bwana. Kumngoja Bwana kunahitaji utulivu. Hapa utulivu umetajwa, lakini huku kujipamba, anasema kujipamba. Neno hili kujipamba ni kujitengeneza, ni kujiwekea madoido kadha wa kadha kwenye mwili wa nje, huku mwili wa ndani ukiwa hauna kitu, hauna pambo, haujatengenezwa. Shalom sana. Hapa tunatakiwa kuelewa kwamba mapambo ya dunia hii yasichukue nafasi yakakosesha mtu kujipamba kwa mapambo yaliyotajwa hapa, ambayo tumeambiwa bali kuwe utu wa moyoni. Ule utu wa moyoni, utu wa ndani ambao ndio Yesu alituletea, usioonekana, katika mapambo yasiyoharibika. Kuna mapambo yasiyoharibika, tunatakiwa tuwe na mapambo yasiyoharibika maishani mwetu, yaani roho ya upole. Ni mapambo yenyewe hayo, na utulivu ndio mapambo yenyewe hayo, iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Roho iliyo ya thamani, mapambo ni haya: upole, upendo, unyenyekevu. Ndio mapambo yanayotaja utu wa ndani, ule utu wa ndani. Na huu utu wa ndani umekuja baada ya Kristo Yesu kuja akautoa mwili wake, si kwa kujipamba kwa dunia, lakini yeye alitumia gharama kubwa kutesa na kuumiza mwili wake, ili sisi tupambwe kwa mapambo ya rohoni, tupate utu wema, tupate imani, tupate utakatifu, tupate kutakaswa kabisa, na tuwe watu wa rohoni. Alikuja akaharibiwa. Sikiliza, Yesu alitumia gharama kubwa kuharibu mwili wake, ili miili yetu iokolewe, ili miili yetu itoke katika uharibifu na dhambi, ili miili yetu itoke katika tamaa mbaya, ili miili yetu itoke katika ulimwengu, iwe katika ulimwengu wa roho. Utu wa moyoni unaopambwa kwa mapambo ya moyoni, kwa mapambo ya rohoni. Watu wa rohoni upambwa kiroho kwa mapambo ya rohoni. Watu wa rohoni wanaenda katika roho, wanaishi katika roho, wana mapambo ya kiroho, wamevikwa kiroho, wamejazwa kiroho. Watu wa rohoni. Haleluya. Naam, anasema kujipamba kusiwe kujipamba kwa nje. Siku hizi mpaka wanaume wanajipamba kama wanawake. Sawa, twende. Unaweza kujipamba kawa sio mapambo haya ya kumeremeta. Kuna kujipamba kwa fedha,
Yaani anaona kilichompamba ni magari, magorofa, mali, amezungukwa na mang'ombe, na amezungukwa na vitu vingi. Kujipamba na kwenyewe huko, si tufikiri kujipamba ni kule tu kuvalia vitu vya kumeremeta kwenye mwili. Kuna yule mtu amepambwa na dunia, yani vitu vilivyomzunguka, na atamani kuona magari yamemzunguka, majumba na mafedha, lakini ndani ya nafsi yake dhuluma, uongo, uzushi, uwaji. Kuna watu wanapenda kujipamba kwa nje, kwa maana hiyo wako tayari hata kuua, wako tayari kunyonga wengine, wako tayari kuharibu maisha ya mwanadamu, kwa sababu anataka mapambo. Mapambo ya nje, mapambo ya nje yana gharama mbovu. Mapambo ya nje yana tamaa, yameharibu wengi. Wewe pamba kwa mapambo ya roho kwa jina la Yesu. Angalia, usijipambe kwa dunia. Anasema sio kujipamba kwa nje, bali utu wa moyoni usioonekana, katika mapambo ya utulivu, katika upole. Ndio mapambo yenyewe na utulivu, ambayo anasema ni thamani kuu. Upole, tabia ya Yesu hiyo, akawa mpole, akawa mtii, nyenyekevu, pole mpaka mauti ya msalaba, ili kutukomboa sisi. Alafu sisi tunafika mahali kung'ang'ana na vitu vya ulimwengu, vitu vilivyoharibika. Amesema hapa, sio kwa vitu vilivyoharibika, bali kwa vitu visivyoharibika. Utulivu, tulione neno lile, utulivu. Utulivu ndipo katika Timotheo kwanza 2:9-11. Asifiwe sana Bwana Yesu, atukuzwe, atukuzwe. Naomba nikasome Wakolosai sura ile ya 3 na mstari wa 10. Wakolosai 3:10. Twende tuone tena hapa. Kolosai 3:10. Kujipamba. Haleluya mpendwa, mapambo. Kolosai 3:10 anasema, mkivaa utu mpya unaofanywa upya upate ufahamu sawasawa na mfano wake yeye aliyeumba. Haleluya, 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 haleluya sana, haleluya. Mstari wa 11 na 12 pia. Hapo hapana Myahudi wala Myunani, hapana Myunani wala Myahudi, kutahiriwa wala kutokutahiriwa, mgeni wala mshenzi, mtumwa wala muungwana, bali Kristo ni yote na katika yote. Bali Kristo ni yote na katika yote. Basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema na utu wema. Jivikeni hayo: unyenyekevu, upole, uvumilivu. Hayo ndio mapambo ya roho. Anasema kwa kuwa tumevaa utu mpya. Haleluya sana. Kwa kuwa tumevaa utu mpya unaofanywa upya, uliofanywa upya. Kwa kuwa tumevikwa utu mpya unaofanywa upya kwa njia ya Kristo, tunatakiwa kuvua kabisa habari ya mwenendo wa kwanza, utu ni kuharibika. Tuvae utu usioharibika. Mkivaa utu mpya unaofanywa upya upate ufahamu sawasawa, ufahamu wa rohoni, wa kujipamba kiroho, wa kujiweka kiroho, wa kujipamba kiroho, wa kuishi kiroho, katika jina la Yesu. Haleluya. Naam, asifiwe Jehova. Anasema basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivike, yani kuvaa sasa hayo mapambo ya upole, unyenyekevu, upendo, utii, kumwabudu Bwana, kumtukuza Bwana. Tuvae vazi hili, mapambo hayo. Ukisoma mstari wa nyuma anasema, msiambiane uongo, kwa kuwa mmevua kabisa utu wa kale. Mstari wa 9, mmevua utu unaoharibika. Tumevaa utu ulio salama. Tumevua yale ya zamani. Tumevua tumevua, tumevikwa. Ukivua unachokivaa, na ukivaa kuna ulichokivua. Tukivua kuna ambacho tunakivaa.
na tukivikwa, kuna ambacho tunakivua. Haleluya sana. Hatujavikwa ya dunia tena. Kristo alipokuja tumevuliwa vazi, tumevuliwa mapambo ya dunia yote, tumevuliwa mapambo ya dunia yote. Tunaiweka dunia pembeni, tunaweka tamaa pembeni, tunaweka kujiangaisha na dunia. Ndio sababu nasema msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali. Hasa watu wana masumbufu, wana mahangaiko ya dunia, wanatafuta kujipendeza sana. Gharama kubwa inatumika. Angalia, watu wanatumia gharama kubwa kutengeneza mambo ya mwili, lakini gharama kubwa kutengeneza mambo ya roho ni ngumu. Hata watu wakati mwingine kutoa sadaka imekuwa ngumu, hata wamekuwa na maneno mengi, lakini mambo yao wamejiundikia, wamejitengeneza kwa dunia. Jitengeneze kwa Bwana, jitengeneze kwa Bwana, jipambe kwa Bwana Yesu. Usijipambe kwa ulimwengu, jipambe kwa Bwana. Ng'aa kwa Bwana, using'ae kwa dunia. Usitafute kung'ara katika dunia wakati hujang'aa katika mbele za Mungu, hujang'aa mbele za Bwana Yesu, hujapata nafasi. Hakikisha umeokoka, hakikisha umeokoka kwa jina la Yesu, hakikisha umeokoka. Jipambe kwa Bwana. Tunatakiwa kujipamba kwa Bwana, tunatakiwa kujipamba kwa Bwana. Sikiliza, dunia isije ikakudanganya, dunia isije ikakupotosha, dunia isije ikakuvuta. Tusivutwe na dunia, kwa sababu Yesu alikuja atuondoe kwenye dunia, atuondoe kwenye ulimwengu, atuweke mahali pake. Amekuja kutuondoa, amekuja kutuondolea hayo. Angalia katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 15 mpaka 17. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 15 hadi 17. Msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni kumpendeza Bwana kabisa, ni kulitenda au kulitumikia shauri la Bwana kabisa, ni kukaa kwenye njia ya Bwana, ni kukaa kwenye mapenzi ya Mungu, ni kutembea katika njia ya kwake tu, ni kufanya yanayompendeza yeye tu. Mapambo ya dunia yamewavuta vijana wengi, kina dada, kina kaka, wameacha kumpendeza Bwana, wameacha kumtumikia Bwana, wamekosa muda wa kumtumikia Mungu, wa kufanya cha Mungu. Wamepata muda mwingi wa kujipendeza na kujing'ariza kwa dunia, huku wakiwa hawana kitu mbele za Bwana. Tumia muda wako mwingi kuhakikisha unampendeza Yesu, unamfurahisha Yesu. Yesu anatukuzwa. Tutumie muda wetu mwingi kuhakikisha tunamfanyia Bwana kazi yake. Tunapokuwa sisi kwenye mambo tunayofanya ya duniani hapa huku na kule, tunapita, tunakwenda, tunahangaika usiku na mchana, tuhakikishe Yesu anapendezwa, na sio kwamba tunajivalisha alafu kwa Bwana sifuri au na kitu. Ni hasara hiyo. Anasema msiipende dunia wala mambo yaliyopo katika dunia. Anasema mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Mtu akiipenda dunia. Ndio sababu tulianza na ile Zaburi ya 33 na 34 kwamba anasema kwa habari ya nafasi kubwa, anasema tazama jicho la Bwana li kwao wamchao, wazingojao fadhili zake, yeye huwaponya nafsi zao. Aya, mstari wa 20, nafsi zetu za mgoja Bwana. Mstari wa 20, nafsi zetu za mgoja Bwana, yeye ndiye msaada wetu na ngao yetu. Mtu anayemgoja Bwana anapata wapi muda wa kujipamba na kujiangaisha na vitu vingi vya dunia? Anapata wapi? Anapata wapi? Anapata wapi? Utapata wapi ikiwa nafsi yako iliko inamgoja Bwana? Unataka kumuona Bwana, unataka kuziona nguvu zake, unataka kufanikiwa katika Bwana na kumpendeza. Lazima nafasi hiyo ya mambo mengine itaondoka, haitakuwepo.
haitakuwepo. Lakini ile ya kumtukuza Jehova ndiyo itakayotawala. Ile ya kufanya mapenzi ya Mungu ndiyo itakayomiliki. Bwana Yesu atusaidie, Roho wake atusaidie. Angalia, maisha yako asilimia kubwa yameelemea kwenye dunia, kwenye mapambo ya dunia au katika mapambo ya rohoni. Baba, katika jina lako takatifu Yesu Kristo, Mungu mwenye nguvu, ninaomba tafakari ikawe kubwa ndani yetu juu ya mapambo ya dunia, juu ya maisha ya ulimwengu, juu ya vile Mungu umekusudia. Ninaomba Baba, Roho wako awaongoze vijana wa kiume na wa kike, tukawezeshwe kutambua, kufikiri watu wote Bwana katika ulimwengu, na wale wakuaminiwa Bwana na wasiokuamini, wakatafakari jambo hili, wakachukua hatua ya kukupendeza wewe. Wasipendezeshe dunia, tusijipendezeshe kwa dunia, tujipendezeshe kwa Bwana. Tung'are kwa Bwana, tung'are kwako daima, tukae kwako, tukutukuze, tukusifu. Asante kwa pendo lako lililo kuu sana, Mungu mkuu sana, Mfalme takatifu, Baba wa utukufu wote, uliyejawa na rehema na neema, uliyejaa utukufu na nguvu. Asante kwa ajili ya pendo lako, katika jina la Yesu. Bwana aiponye nafsi yako, aushimishe moyo wako furaha na amani. Nawe mtafute Bwana na nguvu zako zote, mwelekee Bwana, mtazame yeye. Kwa damu ya Yesu ponywa nafsi yako, fikra tuponywe katika kutafakari, tumfikiri Bwana, kumwona yeye zaidi, tusivione vingine na kuvipa nafasi zaidi, bali tumpe Bwana sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo. Rehema zake zijaze, na fadhili za Bwana zikae nasi. Nafsi yako ishibishwe mema na furaha na kumtumikia Yesu, ikae katika uweza wa nguvu zake kila wakati, kila siku. Kwa jina la Yesu, ponywa, inuliwa, stawishwa na Bwana Yesu. Ongozwa katika mapenzi ya Baba, katika Roho Mtakatifu. Lihimidiwe na lisifiwe sana jina lake, ambalo limejaa utukufu na nguvu, sasa na milele yote. Kwa jina la Yesu, ona nuru, ona ushindi. Bwana akubariki sasa na hata milele. Amina, amina. Karibu sana, endelea kumtukuza Bwana. Namba za ushiriki nasi kwa sadaka, kwa maongezi, kuelekeza juu ya kazi ya Bwana tunayoifanya. Karibu sana, natarajia kuianza sasa. Tuko tayari, tunaendelea kukusanya vitu. Tuanze kazi ya madhabahu ya maombi na maombezi. Sio kanisa, hatujengi kanisa, tunajenga eneo la kukusanyika watu wamlilie Mungu, waponywe kutoka magonjwa, kutoka nguvu za adui, wamlilie Mungu kwa ajili ya familia zao. Ni maombi na maombezi mchana na usiku. Karibu wasiliana nami, na nitaanza kutoa pia namba za akaunti ambayo inakusanya fedha. Pia kama una matofali, una vitu, una nondo, unaweza kuvileta kwa mawasiliano, lakini kwa sababu kupata vile vinavyotakiwa ili kazi ya Yesu ifanyike. Njoo tumtumikie Bwana. Hiyo ni kazi ya baraka na ya pekee mno duniani na mbinguni. Karibu sana. Yesu akutunze, akubariki, akuvike uweza wake. Kumbuka kusubscribe kama hujafanya hivyo. Namba za simu utaziona hapo chini kwenye simu yako, ambayo ni ya Airtel na ya Vodacom, na jina ni Eli Mlinzi Mbise, na namba hizo ni 0787 62 75 91, 0787 62 75 91. Hiyo ni Airtel. Ya Vodacom ni 0762 282 439, 0762 282 439. Amani na baraka za Bwana ziwe pamoja nawe. Mshangilie Bwana, mtumikie Bwana.